Namni alasiri launch na tunaendelea ikiwa ni wakati wa mazungumzo hapa kama si mjadala. Sina shaka kule nyumbani umezishuhudia changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea na hasa zinazohusisha migogoro ya kifamilia, migogoro baina ya mtu na mtu ambayo pengine hufikia mpaka kuwa na msongo wa mawazo na wengine kufika mbali zaidi kuchukua maamuzi ya kujitoa uhai, kwa maana ya kwamba kujinyonga ama kutumia njia nyingine yoyote ile, ambapo hili linakuja kuthibitishwa hapa na stadi za maisha. Kama zitatumika vema, basi matatizo haya ama habari hizi zitakuwa ni historia. Kivipi? Tumemwalika hapa Tunu Sanga ambaye yeye ni afisa miradi kutoka Organization for Community Development, OCODE. Ni shirika hili ambalo linajishughulisha na mengi. Pengine kwa ufupi tu Tunu atatueleza hapa. Karibu sana Madam Tunu Sanga katika alasiri leo. Asante sana. Ndio, tumezitaja stadi za maisha ambazo OCODE mnajishughulisha nazo. Kwa kuanza hii OCODE ni nini, kisha tuje kwenye stadi za maisha? OCODE kwa kifupi ni Organization for Community Development. Ni shirika lisilokuwa la kiserikali lakini linajihusisha na mambo makubwa matatu. Sisi tunatekeleza miradi ya elimu. Miradi ya elimu kwa upande wa shule za msingi pamoja na sekondari, ambapo tunajengea uwezo wa walimu namna bora ya kuweza kufundisha, lakini tunaboresha miundombinu ya shule pamoja na kuwezesha zile kamati za shule ili ziweze kufanya majukumu yake sambamba na kusisitiza masuala ya utoaji wa elimu jumuishi. Maana yake yale makundi ambayo yako nyuma, kwa maana watoto wenye mahitaji maalum, basi tunahamasisha wawe sehemu ya kupata elimu. Lakini tuna mradi wa vijana ambao umewalenga vijana walio nje ya mfumo rasmi wa elimu. Wale ambao wameacha shule kwa sababu mbalimbali. Inawezekana ni ujauzito ama ni hali ngumu ya maisha, ameshindwa kuendelea na masomo, yuko nje ya mfumo rasmi wa elimu. Kwa hivyo hawa huwa tunawakusanya na tunawaweka kwenye vituo. Wanapata elimu ya stadi za maisha, lakini pia baada ya miezi 6 wanapata elimu ya stadi za ufundi. Tunawapeleka VETA na vyuo vingine ambavyo vinahusiana na masuala ya ufundi ili wakapate stadi tofauti tofauti kama za ufundi umeme, magari, umeme majumbani, kushona, cherehani na vitu kama hivyo. Lakini tuna mradi mwingine wa 3 ambao unawezesha kina mama kupitia vikundi vya kuweka na kukopa. Wale tunawapa elimu ya namna ya kutunza fedha, lakini masuala ya ujasiriamali kama kutengeneza batiki, sabuni za maji, lakini pia wanajihusisha na kilimo cha mwani kama kule Bagamoyo. Hivi ninavyozungumza OCODE inafanya kazi kwenye mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani, lakini Pwani tuko Bagamoyo na Dar es Salaam kwa sasa tupo Kinondoni. Hakika ni mengi ambayo mnayafanya OCODE, lakini kwa leo tuanze na hili la stadi za maisha. Pengine tupate tu uelewa kwanza, tunapozungumza stadi za maisha tunamaanisha nini? Tunavyosema stadi za maisha tunasema ni maarifa ambayo yanamsaidia mtu kupambana na changamoto ambazo anakumbana nazo kwenye mazingira yake ya kila siku. Na stadi za maisha ni tofauti na stadi za ufundi. Kuna watu wanachanganya sana kati ya stadi za maisha na stadi za ufundi. Tunasema stadi za maisha ni ujuzi ule laini au soft skills, haushikiki, lakini ni yale maarifa ambayo yanamfanya mtu aweze kupambana na maisha ambayo yamemzunguka ya kila siku. Kwa mfano stadi ya kujiamini. Tunapozungumza mtu kujiamini, ile ni stadi ya maisha. Lakini kujitambua, tukisema kujitambua vipi? Yaani kitendo cha wewe kuweza kufahamu madhaifu yako na uzuri wako. Una changamoto wapi na uko vizuri wapi? Manake pale unajitambua. Lakini pia kuna masuala ya ushirikiano. Kufanya kazi kwa kushirikiana, na ushirikiano kwenye mambo mengi, makazini, kwenye familia, kwenye jamii. Unapokuwa unakubali mtu mmoja zaidi ya wawili kufanya jambo la pamoja ambalo linaleta tija, basi ule tunaita ushirikiano na ni stadi za maisha. Kwa hiyo unaona stadi za maisha ziko kwenye ujuzi zaidi, haipo kwenye vitendo. Wakati stadi za ufundi inahusiana na vitendo. Kisema mtu anashona cherehani, mtu anachonga, fundi seremala anafanyaje, za zile ndo stadi za ufundi, na watu wengi wamekuwa wakichanganya ufundi na stadi za maisha. Ukimuuliza mtu stadi za maisha ni nini, atakwambia ni ususi, ni upambaji, lakini zile sio stadi za maisha. Zile ni stadi za ni za kazi, lakini stadi za maisha tunasema ni ujuzi laini ama soft skills ambao haushikiki. Okay. Sawa.
Hapo mwenyewe sasa umeshasema kwamba kidogo kuna mkanganyiko wa uelewa wa kwamba stadi za ufundi ama stadi za kazi pamoja na stadi za maisha ni kitu ambacho vitu ambavyo tunavichanganya. Sasa kulingana na tafiti ambazo mmezifanya huku kama OCODE, mmeona uelewa umewafikia watu kwa kiasi gani na kazi iko wapi ili kama kuna changamoto ya uelewa basi iweze kufanyika kwa umakini? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye swala la uelewa, tatizo ni kubwa sana kuhusiana na uelewa wa stadi za maisha. Na tulisema tusiseme tu tatizo ni kubwa, tufanye utafiti. Ili utafiti utupe nguvu ya kuweza kuzungumza. Mwaka 2022 shirika la OCODE kupitia mtandao wa reli. OCODE ipo chini ya mwamvuli wa reli ambao ni mtandao wa kikanda wa elimu. Unahusisha zaidi ya mashirika 70 yanayodili na masuala ya elimu kwa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Kwa hiyo tuliweza kufanya utafiti ule mwaka 2022 na tukafanya kwa Tanzania bara tulifanya kwenye wilaya 34. Na tulikuwa tumewalenga vijana wa miaka 13 mpaka 17. Kwa sababu tunaona kwenye jamii watu wanalalamika vijana hawajielewi, wana tatizo. Wengine hawajitambui hao. Sasa hawajitambui vipi? Lazima tuje na evidence au tuje na ushahidi unaotuonyesha hawajitambui kwa kiasi gani. Kwa hiyo tulivyofanya ule utafiti tuliangazia stadi kubwa 3. Tuliangalia kujiamini, kujitambua, tukaangalia swala zima la ushirikiano, tukaangalia na stadi ya utatuzi wa matatizo. Naam. Na hapo tukaona kwamba katika zile stadi zote 3, shida kubwa ilikuwa kwenye stadi ya utatuzi wa matatizo. Ambapo tuliweza kufanya utafiti kwa vijana wa Kitanzania, Tanzania bara 14,646. Utatuzi wa matatizo. Kwa hiyo ilionekana katika stadi ya utatuzi wa matatizo, 8% ya vijana hao ambao wamefanyiwa utafiti ndio wana stadi ya juu ya utatuzi wa matatizo. Na tukisema utatuzi wa matatizo tunamaanisha kwamba kijana kwanza aweze kufahamu, kupata taarifa inayohusiana na tatizo. Kwamba hili tatizo, kwa nini ni tatizo? Limetokana na nini? Aje na sababu mbalimbali zilizosababisha hilo tatizo kutokea. Lakini akiweza kufahamu chanzo cha tatizo, basi aweze kuja pia na njia mbadala za namna gani ya kuweza kutatua hilo tatizo. Na asije na njia moja, awe na suluhisho zaidi ya moja ili iweze kumsaidia kuchagua suluhisho zuri zaidi kuendea kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo ikaonekana kabisa katika zile stadi 3 ambazo tulizifanyia kazi, pamoja na heshima pia tuliangalia. Maana kwa kiwango gani Tanzania vijana wa Tanzania wana heshima. Kwa hiyo lakini tuliona tatizo kubwa bado lipo kwenye utatuzi wa matatizo. Ambako utatuzi wa matatizo ulionekana ni 8% ndio vijana wana hiyo stadi. Manake 92% ya vijana wa Tanzania hawana stadi ya utatuzi wa matatizo. Kwa hiyo tukasema hii ni nini? Tuishie kutoa tafiti alafu basi tukaamua kushirikisha jamii, serikali, wadau mbalimbali juu ya haya matokeo, lakini na sisi wenyewe kama mtandao wa kikanda wa elimu tukaanza harakati za kutoa elimu sasa ya stadi za maisha. Tunatoaje? Tumekuja na kampeni ya wiki 10. Tunaita 10 weeks campaign. Kampeni ya wiki 10 ambayo imelenga kutoa elimu ya stadi za maisha. Imeshaanza. Hivi ninavyozungumza tuko wiki ya 6. Lakini tumefanya majaribio kwanza kwenye wilaya ya Bagamoyo na Zanzibar. Wilaya 2 tu. Baadaye tukiona kwamba imefanya vizuri, basi tutaweza kuona namna gani ya kwenda mbali. Labda hapo tu ningependa kujua na pia ingeweza kumsaidia kijana ambaye yuko nyumbani ili aweze kujua kama na yupo katika hiyo 8% au anaweza kaongeza ikafika 10%. Mlitumia vigezo gani au ni maswali yapi mlikuwa mkiuliza ili kuweza kujua kwamba sasa huyu hana stadi ya utatuzi wa matatizo, labda pia kwa faida ya kijana? Kwanza kupima ule utafiti sisi tunasema ni utafiti wa kipekee kwa sababu haujawahi kufanyika Afrika Mashariki. Hatujawahi kufanya utafiti mkubwa wa stadi za maisha kama ule. Lakini tulihusisha wadau mbalimbali na wataalamu kuweza kutengeneza zana za upimaji, namna ya kupima hizo stadi za maisha. Lakini tulipima kwanza kwa kuandaa zile zana, lakini pia kufanya majaribio kwa vijana kuona kwamba zinaleta matokeo au hazileti matokeo. Lakini tulitumia nini? Yani ama tulitumia mbinu gani kujua kwamba huyu ana stadi ya utatuzi wa matatizo? Kulikuwa kuna maswali ambayo yanaonyesha kama visa mkasa hivi, scenario tunaita. Mfano tunauliza swali moja kwa kijana kwamba moto umeunguza nyumba. Je, hili ni tatizo?
Kwa tunataka kuona kijana kama anafahamu kama moto ukiunguza nyumba ni tatizo ama sio tatizo. Kwa hiyo hapo waliokuwa wanaweza kusema ni tatizo, lakini ukimwambia unahisi huu moto umesababishwa na nini? Kwa sababu ukikubali kwamba ni tatizo, maana yake kuna maswali yanayofuata. Unahisi moto umesababishwa na nini? Labda chanzo cha moto kuunguza nyumba ni nini? Kwa kuna mmoja anaweza akakwambia inawezekana ni shoti ya umeme. Lakini yule mwenye stadi ya juu atataja vyanzo vingi vya moto kuunguza nyumba. Kwa anaweza akasema inawezekana ni shoti ya umeme, au labda mshumaa ulikuwa umewashwa lakini kwa bahati mbaya ukadondoka kuunguza nyumba, au kuna mtu ambaye labda ana changamoto ya afya ya ulemavu wa akili alipita akawasha moto. Inawezekana kuna mtu aliwasha sigara. Kwa hayo yote akasababisha nini? Moto kuunguza nyumba. Alafu baadaye unakuja kumuuliza, sasa kama moto umeunguza nyumba, unafikiri nini kifanyike? Au ungekuwa wewe ungefanyaje ili kuondokana na hiyo changamoto? Kwa kuna mwingine anasema mimi nitapiga ukunga tu ili majirani wafanyaje? Waje kunisaidia. Kwa hiyo huyo tunaona ana stadi ya utatuzi wa matatizo lakini iko chini. Ili tuseme yuko juu, lazima aje na aweze kutupa machaguo mengi. Kwa hiyo kuna mwingine anasema mimi nitapiga ukunga. Kwanza kabisa nitaanza kwa kuzima ule moto na blanketi. Nitatafuta blanketi ama mchanga, nikiona nashindwa nitapiga ukunga, nikiona watu wamekuja nitawasiliana na serikali za mtaa, watu wa mtaa nikiona bado hawaleti matokeo mazuri, tutapiga simu za emergency kwa ajili ya watu wa zimamoto, then zimamoto wakija naamini kwamba tatizo litakuwa limefanyaje? Limeisha. Kwa hiyo kwa mtindo ule tulikuwa tunaweza kuona kwamba okay, kumbe huyu kijana ana stadi ya utatuzi wa matatizo. Na tulikuwa tunapa visa tofauti. Hicho ni kisa kimoja tu ambacho sawa. Hizo zote bila shaka ni stadi za maisha ambazo Okode tunaona namna ambavyo mnatamani kuiona jamii yetu ikiishi katika maisha salama kabisa. Lakini bado tunashuhudia migogoro mbalimbali, hasa katika suala la migogoro katika maisha ya ndoa. Kwa namna gani stadi za maisha zinakwenda kutatua migogoro ya ndoa? Stadi za maisha, tunavyosema stadi za maisha hususan stadi ya utatuzi wa matatizo. Pale ndo tunazungumza kwamba kwenye utatuzi wa matatizo tunasema ni ule mchakato kuelekea kulitatua lile tatizo. Zile hatua ambazo unazipitia, unafanyaje kuelekea kulitatua lile tatizo. Kwa hiyo kutafuta taarifa za lile tatizo ni hatua. Ukishajua chanzo cha tatizo, lakini pia kuikubali ile hali kwamba sasa tatizo limetokea, inabidi nifanyaje. Kuja na machaguo mbalimbali ya namna gani nitatatua ile tatizo ni njia nyingine, na kuchagua njia bora zaidi ambayo haitamdhuru mtu au haitakudhuru wewe, nayo ni hatua ya ule mchakato wa kutatua matatizo. Kwenye ndoa kwenye ndoa ni kweli changamoto zipo, na stadi ya utatuzi wa matatizo ina nafasi kubwa sana katika kusaidia utatuzi wa hilo tatizo. Najua mnapokutana watu wawili na watu wazima, kila mtu ana changamoto zake. Kila mtu na alivyolelewa na malezi yake. Kwa hiyo mkikutana wawili pamoja, kuna mambo mengine yanakuwa hayaendi. Lakini ili muweze kwenda sambamba, muweze kuelewana, lazima muwe mnakubaliana kwenye baadhi ya mambo. Na kama tatizo linatokea, basi mkubali kwamba tatizo limetokea na sasa tunatokaje hapa. Isiwe kila mtu anamtafuta mchawi kwamba huyu nani kasababisha. Tatizo limetokea. Tunafanyaje? Tunaondokaje hapa? Na tunasema stadi za maisha zinasaidia stadi zingine ziweze kufanya vizuri. Stadi za maisha zinasaidia hata stadi za ufundi. Tunavyozungumzia kwamba fundi seremala amechonga kitanda. Kama kitanda ni kizuri lakini hana stadi ya kuzungumza, manake kwenye stadi ya maisha tuna stadi inaitwa mawasiliano. Na ni mawasiliano fasaha, kwamba unapokuwa unazungumza na mtu kuna lugha nzuri ya kuzungumza na mtu. Kitendo cha kuwa na lugha nzuri ya kumvutia mteja, ile ni stadi ya maisha. Kwa hiyo unaweza kuwa fundi seremala, kama huna lugha nzuri ya kumvutia mteja, pia unapoteza wateja. Kwa hiyo hata kwenye kazi kawaida tu, masijala tu, mtu akifika reception anaweza akapoteza mgeni au asipoteze mgeni kutokana na ile lugha. Lakini kwenye maisha ya kawaida ya kila siku, tumekuwa tukishuhudia watu wakiongea lugha kali. Jambo dogo mtu ana paniki, anaenda yani mpaka anatetemeka. Lakini ukimwangalia, kwa sisi ambao tunaelewa maana stadi za maisha, unajua huyu amekosa stadi ya utatuzi wa matatizo. Kwenye ndoa stadi ya utatuzi wa matatizo ni ya muhimu sana, kwa sababu migongano ipo mingi. Na ile migongano hatuwezi kuepuka bila kuwa na stadi ya utatuzi wa matatizo. Ingawa Mungu naye yupo, lazima tumuombe Mungu atusaidie, lakini stadi ya maisha, mimi nasema ukiwa na hofu ya Mungu, ukaongeza stadi ya maisha, maisha yako yanakuwa mazuri sana. Sawa kabisa. Kwa sababu utaishi kwa raha na utaweza kufanya, tunasema stadi ya maisha inasaidia pia hata kufanya maamuzi sahihi
mara nyingi ukifuatilia watu ambao wanajinyonga utakuja kugundua kuna changamoto changamoto ya utatuzi wa matatizo. Kuna jambo amepitia gumu sana. Amefikiria sana lakini ameshindwa kukubali kwamba lile ni tatizo, limesababishwa na nini, anaondokana na vipi, mpaka anafika hatua ya kujidhuru ambayo inaleta madhara makubwa sana kwenye jamii. Sawa kabisa. Umetaja kwamba katika hiyo tafiti ambayo mmefanya ni 8% tu ya vijana ambao wana study za utatuzi wa matatizo. 92% ndio hiyo ola. Lakini tunasema vijana ndio taifa la kesho. Tumekuwa tukishuhudia katika mitandao ya kijamii wazazi ambao ni vijana wakiwaambia watoto wao kwamba sema mimi najiamini na anajijenga katika namna hiyo, lakini kuna familia nyingine ambazo bado hazijafikia katika level hiyo hata kama ni kijana bado. Sasa tunaweza au nini kama OCO mnafanya nini sasa ili hizi studies ziweze kuanzia katika ngazi ya familia, ni kuanzia mtoto yuko mdogo mpaka anakuwa anajua kama anatakiwa kutatua matatizo kwa namna hii, najiamini kwa namna hii ili iweze kumsaidia katika maisha. Umeuliza swali zuri ndugu mtangazaji. Tunasema kwanza hii study ya maisha yenyewe mtu anazaliwa nayo. Haifundishwi popote. Mtu anazaliwa nayo, yani wewe unapokuwa umeumbwa na Mungu, Mungu amekupa study za maisha ndani yako. Ni kama kipawa. Lakini jamii ambayo inakupokea sasa na ile familia ambayo unaishi na jamii ambayo utakuwa ndo inalo jukumu ya kuzikuza hizo study za maisha. Na inaweza ikazikuza au ikaziua kabisa, zisionekane kabisa. Na kuzikuza kwake mdau wa kwanza ambaye anaweza kumsaidia mtoto ama kijana kuzikuza hizi study za maisha ni mzazi. Sababu mzazi anapokuwa na kijana, anapokuwa na mlea ama mtoto, ni yeye kwenye malezi yake, kwenye shughuli za kila siku, kwenye shughuli za pale nyumbani, ndizo zinazomwelekeza kukuza zile studies za maisha. Na mtu wa pili ambaye tunaona ni mtu wa muhimu ni mwalimu. Mwalimu anapokuwa shuleni na yeye anapokea watoto wadogo, kuanzia wale chekechea mpaka darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Wale ni watoto ambao wameletwa pale na yeye ana jukumu la kuzikuza hizo studies za maisha. Sasa mzazi anazikuzaje kwenye zile shughuli za kila siku? Hata kwenye kuna migogoro ambayo inatokea kati ya watoto na watoto. Umeshuhudia, unaweza kuwa na watoto 4, huyu anampiga huyu anampiga huyu. Lakini akija kushtaki huyu unakuta mzazi anasema jipigia na wewe piga. Lakini pale wewe mzazi unatakiwa uongoze wale watoto wautatue ule mgogoro. Uulize chanzo cha kupigana nini? Nani ameanza? Sababu ilikuwa nini? Sasa huyu hata kama amepigwa na amelia, kama ndio mkorofi anatakiwa ambiwe ukweli kwamba hicho ulichokifanya sio kizuri. Siku nyingine utapigwa na mtu mwingine atakudhuru. Usifanye hivi, usifanye hivi. Lakini na wewe uliyempiga, unapogundua kwamba mtoto mwenzako amefanya 1 2 3, ungekuja hata kwangu unishtakie. Maana sasa mzazi anampa option, anampa machaguo mtoto ya namna bora ya kuweza kutatua matatizo kwenye maisha yake ya kawaida kabisa. Lakini pia kuna masuala ya watoto kwa watoto, na wao tumeshuhudia unakuta kaka anamkingia kifua mdogo wake. Piga, sogea. Kwa hiyo naye anatakiwa akuzwe kwa namna ya kumsaidia mtoto. Asiwe ni mtu wa kupigana tu, lakini awe ni mtu wa kudadisi kwa nini imetokea hivi na namna gani anaweza kaitatua hilo tatizo. Inawezekana yeye ndo tatizo. Kwa hiyo aachane na hiyo tabia ili asiweze kupigwa siku nyingine. Kwa hiyo kwenye makuzi yale ya mtoto, mama anavyomkuza mtoto, baba anavyomkuza mtoto, ndivyo anavyozikuza na studies za maisha. Kwenye kujiamini vile vile. Utakuta sehemu nyingine akiingia mgeni wanakuambia watoto wote atoke nje. Au usiulize maswali kukiwa na wageni. Usiongee, usipite hapo, usifanyaje. Pale unakuwa unafunika au unaua ile study ya maisha. Sababu kwenye study ya maisha sisi tuna encourage ama tunamtaka mtoto adadisi, aulize maswali ili aweze kupata uelewa wa nini kinaendelea pale. Unaogopa sio kushangaa kamuuliza mgeni jamani. Mgeni mbona umevaa suruali imetoboka. Lakini pia kuna ukisoma sana kwenye masuala ya studies za maisha pia na malezi. Sababu studies na maisha na malezi vinaenda pamoja. Kwamba wanakuambia baba ana nafasi kubwa sana kwenye kumkuza mtoto kwenye study ya kujiamini. Wanasema mara nyingi mwanaume ama baba anapokuwa karibu sana na watoto. Na hasa mtoto anapokuwa mdogo pale, anavomnyanyua na kumweka kifuani, kumweka karibu, kumkumbatia, kuzungumza naye, anamjengea study kubwa ya kujiamini. Na mimi nimeshuhudia mabinti wa kike wadogo kabisa ambao wamekuzwa na baba zao
na wana stadi kubwa ya kujiamini, na wengine ni viongozi wakubwa, na wanasimulia kabisa kwamba mimi nikipata changamoto huwa naenda kumwambia babangu, hata nikiwa kazini anambia unaniona hivi nilivyo, lakini nikipata shida kazini mtu wa kwanza kumwambia huyu ni babangu. Naambia baba, nifikia 1 2 3 nafanyaje? Baba anakuambia nenda kaseme hivi, usiogope, kaseme hivi, kajibu hivi, kajibu hivi. Na kweli binti anakuja anazungumza, anaeleza, anajitetea, kesi inaisha na anaendelea na kazi. Na anazidi kuwa na courage. Kwa hiyo tunaona mchango wa wazazi kuweza pia kukuza hizo stadi za maisha. Sawa sawa. Tunu Sanga, pamoja na kwamba utatuzi wa stadi za maisha kwenye upande wa utatuzi wa migogoro ni kipawa, lakini Okode sina shaka huwa mna namna ya kukutana na jamii. Pengine labda huwa mnakutana vipi na jamii? Okay, sisi kwenye hii kampeni ya wiki 10 kwanza tumetoa elimu kwa wazazi. Wazazi kupitia kamati zile za UWAWA, tunaita ushirikiano wa wazazi na walimu. Ziko kamati kwenye shule za msingi zinafanana na kamati za shule, lakini sio kamati za shule, tunaita kamati za UWAWA, ushirikiano wa walimu na wazazi. Kwa zile kamati zinakuwa na mjumbe mmoja ambaye ni mwalimu wa darasa na wazazi wawili, menake. Kwa hiyo kupitia zile kamati tuliweza kutoa mafunzo kwa kamati kama 4 ambazo zilikuwa na jumla wajumbe 109, na katika wale wajumbe tukaweza kuibua vinara. Tulitoa fursa ya wazazi ambao wako tayari kutoa elimu kwa jamii zaidi kuhusiana na masuala ya stadi za maisha. Wakaibuka vinara 34, na wao tukawapa mafunzo zaidi ya nini stadi za maisha, na wao wakazielewa vizuri, wakaanza kutoa elimu na wanaendelea kutoa elimu kwenye majukwaa mbalimbali kwenye jamii. Sababu mimi kama Tunu, kama Okode, inawezekana nisifikie jamii kubwa. Lakini wale 34 wameweza kwenda kwenye nyumba za ibada kutoa elimu ya stadi za maisha. Wametumia mikutano ya wazazi mashuleni, wamekwenda kwenye mikutano ya kijamii, lakini pia kwenye vikundi vya kuweka na kukopa vya kina mama, na pia tumetoa elimu kwa wanafunzi wenyewe na vijana wa sekondari na msingi. Na wao pia tuna namna ya kuwafundisha. Mwanafunzi amfundishe tu stadi za maisha ni nini? Tunawafundisha zile tasks za namna ya kutatua matatizo. Mfano unamwambia mtoto chora mchoro ambao unaonyesha tatizo fulani na jinsi watu wanavyolitatua na namna litakavyoleta manufaa baada ya kulitatua hilo tatizo. Kwa mtoto anaweza akakuchorea mchoro mzuri unaoonyesha labda watu wanakata miti, baadaye anaonyesha baada ya kukata miti kumekuwa na ukame, mimea imekauka, wanyama, viumbe hai vinakufa. Baadaye anaonyesha wananchi wanatoa elimu kwenye jamii, watu wamehamasika, wameendelea kupanda miti. Baada ya kupanda miti tunaona hewa safi na viumbe hai wengine wameanza kuongezeka. Kwa hiyo ule ni ubunifu ambao tunawafundisha watoto, lakini ni katika kuimpact au kuweka hii knowledge ya stadi za maisha. Na kwa walimu pia tumekuwa tukitoa elimu ya stadi za maisha kupitia walimu wenyewe. Na niseme tu baada ya hii utafiti, serikali nayo iliupokea utafiti vizuri sana na imeweza kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba maboresho ya mtaala ambao umeanza kutekelezwa mwaka 2024 yanaingiza stadi za maisha ndani yake. Kuna stadi kama 6 zimechopekwa mle. Kuna stadi kama ya ushirikiano, kuna stadi ya utatuzi wa matatizo, kuna ubunifu, mambo kama ya ujuzi wa kidigitali vimechopekwa kwenye mtaala ili mwalimu anavyofundisha sasa awe anafahamu kwa makusudi kwamba sasa natakiwa kukuza stadi ya utatuzi wa matatizo, stadi ya ushirikiano. Na mwalimu tunasema anazikuza vipi? Anavyofundisha kuna mbinu zile anazozitumia zinakuza stadi za maisha. Mfano shughuli za vikundi, ukiwapa watoto kazi kwenye group pale unakuza stadi ya ushirikiano. Lakini ukimwambia mtoto hebu mwenye hadithi aje asimulie hapa, aseme kuhusiana na hiyo hadithi yake, pale amekuza stadi ya kujiamini. Kwa hiyo anakuwa anafundisha, lakini na yeye akifahamu kwamba anafundisha ila anakuza pia na stadi za maisha. Sawa, Tunu Sanga, tunakushukuru sana kwa muda wako, na kwa hakika tumewapokea Okode na tuko pamoja kwa hakika. Asante sana. Mtazamaji wa Alasiri Lounge, ni Tunu Sanga huyu ambaye tumekuwa naye hapa. Yeye ni afisa miradi kutoka Organization for Community Development Okode, na tumezielewa leo kama sio kuzifahamu kwa kina kabisa namna ya kutumia stadi za maisha katika kutatua changamoto zinazoikabili jamii.